Tupo na William kwa ajili ya kuzungumzia michezo na mengi yaliyojili katika michezo kwa siku ya leo. William, uko vizuri? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, siku yetu ni njema kabisa. Tunajua ilikuwa ni wiki ambayo ilikuwa na shamla nyingi, lakini baadaye wiki hii imeenda kutamatishwa kwa thank you ya kocha wa Yanga. Kwa hiyo tunajua namna ambavyo wiki ilianza, sisi tulikuwa tunajua haya yaliyotokea siku ya jana ambayo wiki inaenda kutamatika, kwa maana kwamba wiki ya mpira yalipoanza ndio ambapo kocha wa Yanga alikofukuzwa. Kocha wa Yanga amefukuzwa kwa sababu ya kushindwa kwenda kumfunga Simba hata mechi moja katika mechi 3. Unajua, ili kusudi uwe kocha bora, kwa sisi mashabiki wa Bongo tunakupima kwa dabi tu. Hizo mechi zingine hata ukifungwa. Kocha bora kwenye nchi yetu hii ya Tanzania anapimwa kwa dabi. Ameshinda dabi ngapi tangu aje, amefungwa na Yanga au amefungwa na Simba. Ndio tunaenda kumpima kocha. Kwa maana kwamba kocha wetu Baka kwenye dabi 3 moja kwa moja anaonekana amefanikiwa. Ukiachana na dabi ambayo tulizirumiwa na kina Kasim Mpanga ya Zanzibar, tuna manufaa kidogo kwa maana kwamba tumepata kombe milioni 150 kwa kumfunga Yanga. Kwa ile mechi ya milioni 150 ya muungano ndio imemfukuzisha kocha wa Yanga. Kwa sababu siamini na timu kama ya Yanga kwamba wanakosa akili kuamini kwamba kocha akishinda ndio uende ukamfukuze. Au labda pengine Yanga walikuwa wataki kocha mwenye mafanikio, wanataka kocha mwenye mpira mzuri. Si unanielewa? Mwanzo walimfukuza yule mzee wa kununa hivi, sio kwa anaitwa nani, achekage Roman Folz, walisema kwamba acheze mpira mzuri. Baada ya mechi ya wale wa Malawi wakina Uchizivunga, Engineer Elsi akatangaza kwamba wanaenda kuleta kocha wa Ulaya. Na kweli Goni Alves alipokuja tuliona Yanga imebadilika, inacheza mpira lakini inaenda kwenda kuwin. Lakini mpaka wanamfukuza kocha wao, hatujui shida ni nini. Mimi kwa binafsi yangu, kwa sababu ukiangalia kwenye namna wanasema kwamba kocha hawezi kufundisha. Tulipotoka hiyo mechi ambao wamecheza jana, Yanga na Simba walikuwa wametoka kwenye dabi. Ukiangalia namna ambavyo walicheza ile mechi, KMC siku ya jana alileta performance nzuri sana kiwanjani. Pengine tuliamini kwamba kama muamuzi wa katikati angeamka vizuri, mechi ilikuwa inafaa kuisha 1-1 kwa sababu tunaona vijana walizulumiwa ambao walikuwa na staili pengine wapate penalty. Lakini kwa performance walikuwa mbaya. Pia inanitafsiri kwa ugumu sana kugundua kwamba KMC kama ingekuwa inacheza kwa kiwango kile, kwa nini inakosa matokeo kwenye zile timu daraja lake? Tunaamini Yanga kidogo kwa KMC ni daraja kubwa kidogo kutokana na namna ambavyo Yanga imesheni wachezaji wengi ambao ni wazuri na pengine na wachezaji professional. Lakini umeona KMC namna ambavyo imecheza mpira mzuri sana. Lakini tukiangalia kwa performance ile pale, Yanga ameenda ameshinda. Japokuwa siku zote nasemaga namna ya timu ya ubingwa ambavyo inatakiwa iwe. Haijalishi imecheza kwa namna gani. Nchi kubwa inatakiwa ichukue alama 3 kwa namna yoyote. Haijalishi imecheza vibaya, haijalishi imecheza vizuri. Lakini inatakiwa ikusanye alama 3 muhimu. Jana Yanga wamechukua alama 3 lakini wamemfukuza kocha. Kwa hiyo moja kwa moja inatafsiri kwamba mechi ambayo imemfukuzisha Goni Alves ni dabi. Dabi ndio imemfukuzisha kocha. Ila huku kwingine walikuwa wanatafuta tu sehemu ya kuegamia. Mimi sidhani kama unaweza kumfukuza kocha kwa sababu mpira uvutiki uwanjani. Unakuaje na kocha ambaye mpira uvutiki uwanjani lakini mechi zako zote unashinda? Ligi inapotamatika wewe bingwa. Kuna haja gani ya kumfukuza kocha? Maana yake si kocha na mafanikio. Kwa hiyo kwa maana kwamba hapa walijaribu kuficha kidogo, lakini kilichomfukuzisha kocha ni dabi ya Zanzibar na lile goli la Chama ndio lilikuja kutamatisha. Kwa nini Chama afunge vile na ule umri wake? Sio yao kwa si Atoula. Hapana. Atoula hisi hapa. Ukiangalia ile taarifa nyeusi, ina maana ilieditiwa, ile iliandikwa muda. Imekaa kwenye kompyuta mpaka kompyuta imepigwa window, ile taarifa ipo. Kwa hiyo unaona kabisa ni taarifa nyeusi. Ingekuwa taarifa ambayo imeng'aa tungeamini jana ile. Kocha timu inapokuwa uwanjani, timu ni ya kocha. Umenielewa? Mifumo na namna nani acheze, kutokana na mfumo huu timu imekabwa wapi, kocha ndo ana uwezo zaidi wa kung'amua kuliko sisi mashabiki. Japokuwa mimi ni kocha, naweza kung'amua kujua kitu gani ambacho Yanga walizidiwa kiufundi au kitu gani ambacho Yanga amefanikiwa. Kwa namna KMC jana walivyocheza, alikosekana kiungo fundi wa kwenda kuifungua timu. Kwa sababu wakati huo unamfukuza kocha, angalia performance ya wachezaji wa Yanga. Wameenda golini kwa KMC mara ngapi? Wameshindwa kuitumia ile mipira. Sema kwa sababu kwenye mpira hata mchezaji akiharibu hatujai kuona timu inafukuza mchezaji. Ila anayelaumiwa zigo la lawama ni kocha afundishiki. Lakini ukiangalia hata wachezaji wa Yanga, tukiachana na kocha kwamba haifundishi timu vizuri, wachezaji wa Yanga mizigo pia. Kulaumu sana kocha unaficha viwango, uhalisia wa viwango vya wachezaji. Wachezaji wengi wa Yanga wamezeeka. Viwango vimechoka. Lazima tukili hilo. Ukiendelea kumlaumu sana kocha, viwango vya wachezaji wako. Tufanye timu ya Yanga ile pale, kocha ameondoka. Tuwavalishe jezi warudiane mechi na KMC. Kocha hayupo. Afundishe yule kocha mwingine.
performance ambayo atacheza Yanga ni ile ile kutokana na baadhi ya viwango vyao vimefanyaje, vimedrop. Kwa mimi kwa upande wangu, of course kocha alikuwa na mapungufu yake, lakini sio mapungufu ya kwenda kumuondosha sasa hivi. Nadhani kwenye mechi hizi zilizobakia ile kocha alikuwa anafaa kabisa kuwavusha Yanga hapa palipo mpaka kwenda kuwa mabingwa. Mimi nikitoa jezi yangu ya Simba nikiiweka pembeni kwa pointi ambazo Yanga ameongoza pointi 6 nadhani, ndio kama sio 5, pointi 5. Kwa pointi 5 Yanga amebakia na mechi 9. Katika mechi 9 hizo zote Yanga atatumia uwanja wa KMC. Mechi 8 anatumia uwanja wa KMC. Mechi 1 atatoka. Na katika timu ambazo yuko nazo Yanga kwenye hizo mechi 9, mechi 1 tu ndo ngumu. Ni mechi ya Azam FC. Hata tufanye mechi ya Azam FC amefungwa, zile zingine zote ameshinda. Kwa hiyo unaona moja kwa moja ukitoa jezi yangu ya Usimba unaona Yanga ni bingwa msimu huu. Kwani mechi na JKT Naposi anatoka pia anaenda kule Meja Jenerali Samu. Ndio mechi hiyo pekee moja. Kwa sababu mechi ile pale ambayo ilichezeka Benjamin Mkapa Azam na Naniu, Azam ndo alikuwa mwenyeji. Kwa hiyo mechi zote Yanga atakuwa. Kwa hiyo mechi ya kutoka ni ile ya JKT. Kwa hiyo bado ni Dar es Salaam. Kwa hiyo wengine wote watakuja kuungua hapa hapa. Kwa hiyo unaona hakuna timu ambayo inaweza kumsimamisha Yanga. Na Yanga kwa sababu ameshatangulia na anajua ni nani yuko nyuma yetu, nadhani inakuwa gap gumu. Kwenye nchi hii ukitaka uwe bingwa kaka, issue ya kwanza, mtihani wa kwanza mfunge Yanga. Mechi zote mbili sisi imeshindikana kwa upande wetu. Nguvu kubwa tuliwekea Mapinduzi kule Muungano. Of course tukachukua lile kombe, lilikuwa lina umuhimu na kuweka thamani fulani, lakini sasa hivi mimi nadhani nguvu kubwa tuwekee CRDB huko. Pengine tunaweza tukapata chochote, lakini kwenye ligi kuu na namna ambavyo mechi zinavyokuwa na namna ambavyo tunacheza, nadhani ni kuwekeza nguvu kwenye CRDB sudi mwaka huu walao tungangane huko, tuje tuangalie baadaye huko. Lakini mimi kwa upande wangu naona kabisa wa kutofautisha Yanga na ubingwa inakuwa ni ngumu sana. Kama sisi Simba tulishindwa kwenda kumsimamisha Yanga, nadhani kama kutakuwa kuna timu nyingine ya kumsimamisha Yanga. Kwa hiyo tukitoa big match ambayo ni Azam ashinde mechi zake, Yanga Simba naye ashinde mechi zake zote, unaona bado kuna mtihani wa gap kwa Simba mara baada ya kuondosha kwa Pedro Gonçalves na timu kubaki na Mwarin pamoja na Patrick Mabedi. Hapana, hamna unafuu wote kwa upande wa Simba. Unafuu labda hata Yanga akidraw mechi nyingi, yani gap ni kubwa sana. Kwa sababu mtu pekee ambaye alikuwa anapambania ubingwa tunamwangalia Simba labda na Azam. Hasa Azam na yeye anaitaka nafasi ya pili. Kwa hiyo vita inakuwa ni kubwa tu kwenye nafasi ya pili. Lakini kwenye nafasi ya kwanza hapa gap linakuwa ni kubwa sana. Kwa upande wetu sisi hakuna unafuu, ila siku zote sisi maafa ya mtani waga tunayafurahia. Tunafurahia siku zote kuanguka kwa mtani kwa sababu Yanga sasa hivi anapoenda ni kama kibogoyo. Kibogoyo ukimpa nyama ngumu kaka hawezi kula. Ndio Yanga sasa hivi ni kama kibogoyo vile. Haeleweki nini anataka. Kocha ambaye ameshinda mechi nyingi japokuwa amecheza mpira mbaya anaenda kuondoshwa. Hasa ngoja tuone kocha ambaye atakuwa na mpira mzuri kwa sababu kocha hawezi akakupa vitu vyote uwanjani. Ndio maana kuna wakati mwingine unaweza kukuta timu inacheza na timu fulani yenyewe inamiliki zaidi mpira lakini haifiki kwenye eneo la mwisho. Ndio maana unaona kocha alifanya mabadiliko ya kiufundi sana. Sema tu mashabiki tunaamuaga kuondoka na vipenzi vyetu. Kwamba tunampenda atola kwasi yao ndio hivyo. Lakini ukiangalia timu ilikuwa imejifunga, nani ambaye anaenda kwenda kuifungua timu? Amecheza Dube, amecheza nani? Kocha akaona ngoja nijaribu kumtoa beki, niingize mshambuliaji pembeni kidogo, timu iwe mabeki wa pembeni wao wanasogea ili kusudi pale katikati ipatikane mwanya wa kwenda kufunga. Kama muona goli maeneo ambayo limetokea katikati. Wakati huo baada ya Buba Jameni kuingia kidogo, beki namba 2 ambaye alikuwa anasogea ndani namba 3 akawa kidogo anajitahidi kumleta nyuma ili kusudi pale katikati papatikane uwazi. Alan Okello akaenda akafunga goli zuri sana. Mimi nadhani kocha kwa siku ya jana ni mashabiki tu walimchoka kocha wao. Kwa hiyo watu wengi sana wameongea ni kama kaona wamemtoa mbuzi wa kafara kaka. Wamemtoa mbuzi wa kafara. Mashabiki wengi walienda mbali wakasema tu Gon Alves yule pale ni kocha wa kawaida tu. Pengine ni rangi na jina lake lilivyokaa kiuleno, lakini ni kocha ambaye wa kawaida sana. Mimi kwa Yanga ile pale hata ukinipa mimi kaka naifundisha Yanga inachukua ubingwa. Hii Yanga hii. Kaka, unajua wakati mwingine unapoenda kwenye vita unahitaji silaha nyingi. Silaha ndogo, issue ni mbinu tu za kwenda kuishinda vita. Ukiwa na mbinu thabiti kaka, unaenda kwenda kuwini sana. Kwa Yanga ile pale issue kubwa sio kocha, pia wachezaji. Hata ukilalamikia sana kocha, unaona kabisa kuna wachezaji bado sio wale wachezaji ambao walianza msimu au wamecheza, yani wachezaji wametumika sana. Kwa hiyo kuna kipindi wachezaji wanafikia kuchoka. Ndio tunachokiongelea kwa wachezaji wa Yanga pia, ukiachana na kulalamikia kocha wakao kwamba alikuwa afanye vizuri, lakini pia issue nyingine kubwa ni issue ya wachezaji, viwango vyao vimedrop. Hii ni tafakari kwa Simba kwa maana Young Africans mara nyingi inabadilisha makocha lakini bado inaendelea kuwa title contender kwenye ligi kuu ya NBC mpaka CRDB Federation Cup. Hii ni tafakari kwa upande wa Simba. Unajua siku zote ukishajijengea wewe nafasi yako, jitahidi ujenge nafasi yako iwe kama mnara. Hata kama utakuja kushuka basi utashuka usawa
mlingoti, lakini bado utaendelea kuwa, kwa sababu umeshajitengenezea mazingira, kwa maana kwamba wewe kuwa bingwa. Kwa Yanga washa set standard yao. Hata kama tukikosa kitu fulani, basi hakikisha tuwe hapa, ila tusidrop kuwa usawa wa ardhi kabisa, kwamba tuitengeneze nani yetu tuwe hapa. Ndio maana unaona wakionekana kabisa kuna kitu kinawafelisha, hawana kuvumiliana. Toka njoo mwingine ili kusudi tuendelee kwenda kupanda juu, kama ambavyo ngazi zipo. Kila ngazi inapoenda juu ina hatua yake. Unapokuwa juu kidogo umakini unazidi, ili kusudi unaogopa kwenda kushuka chini zaidi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho Yanga, pengine Simba tuna tabia ya kuvumiliana sana, twende bwana. Lakini kwa kocha wetu Simba namuona ni kocha mzuri sana, ambaye tu kuna vitu vidogo pengine aongezewe yale mahitaji ambayo anahitaji kiufundi na wale wachezaji ambao wanataka. Nadhani tutafika naye mbali sana. Steven Becker ni kocha mzuri sana, ni kocha ambaye anaonekana anafundisha sana. Ile mechi pale pengine ya dabi, kocha wetu sisi alifeli, naweza kusema hivyo. Wale tuangusha mtu wa kwanza ni kocha wetu, kwa sababu timu mpaka dakika 10 inaongoza goli 2. Ingekuwa ni Yanga kaka pale, basi angeendelea kuongeza magoli au magoli angebakia vile vile, usingeweza kusogea kwenye lango yao, kwa sababu kitu alichofeli baada ya kushambulia na kupata magoli 2, angetakiwa aendelee kushambulia. Unapopaki basi unaruhusu idadi ya wapinzani wako kuja kuwa wengi kwenye eneo lako la kiwanja. Umeelewa vizuri hapo Sasa ukiwa unashambulia, wachezaji wengi watakuwa pia mnakuwa mnagawana 50 kwa 50. Umeelewa Lakini ukikaribisha kwamba uwakabie kwako, unaruhusu mashambulizi mengi sana. Ndio maana umeangalia hata magoli yao Yanga, hasa goli la pili sio goli la kiufundi, ni goli wamelifunga kwa sababu idadi ya wachezaji wao ilikuwa ni nyingi kwenye box la Simba. Pacome anapiga free kick kule, kuna Dube katikati, kuna Bakari Nondo Mwamnyeto. Hata kama mpira angeukosa Bakari Mwamnyeto, nyuma kwa kuna Dube, kulikuwa pia kuna huyu Stekao Dep alikuwepo pia kwenye eneo lile. Kwa hiyo unaona moja kwa moja tumefungwa kutokana na kocha mwenyewe ndio alitaka tuwe vile. Na msimu huu kufeli kwa ubingwa wa NBC, sisi wenyewe ndio tumetaka. Wakati ule Yanga anacheza mechi back to back, Simba tuna kableki kidogo kama pumziko. Yanga alidraw mechi zake. Kabla sisi ya kuendea mchezo ambao tunaenda kucheza, tulikuwa tunamcheka Yanga. Kwa katika mechi ambazo zimetufelisha sisi ni mechi 3 tu msimu huu kuchukua ubingwa. Mechi ya kwanza tumedraw na TRA, mechi ya pili tukaenda tukadraw na Pamba. Wakati huo Yanga naye ametoka kudraw mechi 2. Kwa hiyo alikuwa anaanza Yanga ana draw, Simba naye anakuja ana draw. Lakini tunamcheka, kuna kitu cha kumcheka kwanza. Tunamcheka, lakini sisi pia tukawa tufanye vizuri. Tukatoka hapo tukaenda kucheza na Pamba pia tukadraw. Ni mechi 2 hiyo. Mechi nyingine ni ya dabi. Dabi ya kwanza hii hapa ambao tulikuwa tumeshashinda, mimi nahesabia hivyo kwa sababu timu imepata goli 2. Dabi ya kule ile tulinyimwa, tusihesabie sana. Kwa hiyo moja kwa moja unaona ubingwa wa mwaka huu Simba tumeufanya ni kama mchezo wa paka na panya. Sisi wenyewe ndio tumeukataa ubingwa. Ubingwa of course ulikuwa unatutafuta kwa sababu sisi hatukucheza, lakini Yanga kana alipunguza gap wenyewe. Sisi tukashindwa kutumia nafasi kwenda kulifanya lile gap ili kusudi liwe slow. Kwa hiyo unaona ubingwa msimu sisi wenyewe tumefeli. Ni kama wanasema kwamba siku zote mjinga huwa anavunja kitu chochote kwa yeye mwenyewe kutokana na akili yake. Kwa hiyo msimu huu sisi wenyewe hatuna mtu wa kumlaumu. Chama limeshika hatamu sana kwenye vyombo vya habari vya kimataifa, linazungumziwa, limeonekana paka CNN huko likijadiliwa. Kwa upande wako, goli la Clatous Chota Chama linaleta taswira gani kwenye ligi kuu ya NBC? Linaonesha utamu. Pengine sasa hivi kupitia goli la Chama hata ligi yetu pia tunaweza tukasema sasa tunairudisha kwenye ile thamani yake. Ligi yake tunarudisha kwenye thamani yetu, na pia watu wengi kupitia vitu ambavyo wamefanya Chama Clatous watakuwa naifuatilia ligi yetu kuona pengine haya mambo Tanzania pengine yako mengi. Kutokana na aina ya mtu ambaye amelifunga, kwanza umri umeenda, lakini bado anaendelea kuwa mchezaji bora. Nilishakwambia utofauti wa mchezaji bora na mzuri, lakini Chama anaendeleza kuonesha ubora wake. Kwa Chama namna ambavyo anacheza kwenye ligi yetu ikaka, bado ana miaka karibia 10 mingine ya kucheza. Bado ana miaka mingine 10. Kwa sababu tunamtafuta mtu ambaye atalisi pengine mikoba ya Chama. Nani ambaye tuko nao kwenye ligi hii? Unaona bado hamna, ni Chama mwenyewe. Kwa namna ambavyo Chama anacheza bado ataendelea kuwepo kwenye ligi yetu. Chama bado ni mchezaji bora. Tukianza mechi ya kwanza ya Muungano, yeye ndo amesababisha goli. Tukija kwenye mechi ya dabi, mechi kubwa hizo. Muungano na maana Simba na Yanga. Tumekuja kwenye dabi nyingine ya KMC ya Meja Isamuyo, Chama amekuwa man of the match na ndo amefunga goli bora. Mechi nyingine kabla ya dabi jana, goli pekee yeye ndo ameifanya Simba ikamate alama 3. Kwa hiyo Chama ataendelea kuwa mchezaji bora sana. Nadhani lile goli ukichukua kale ka clip, short clip ile, ukipeleka benki kaka, unaweza kuchukua hata milioni 30. Ile short clip kaka ile, mwambie bwana kwa udhamini wa Chama naomba nidhaminiwe milioni 30. Wanakupa kaka. Vipi Alani Okello? Alani Okello goli lake hili la jana goli lake pamoja na clip yake iliyouzwa kwa thamani ya shilingi 5,000. Sasa ile clip ya Alani Okello kiwanja ndo kiliweza kumpokea beki wetu. Kwa sababu ndio maana unaona kuna kipande cha pitch kilikatika.
Unaona kabisa moja kwa moja beki wetu alienda akateleza. Kile ni kiwanja tu ambacho kilimhukumu, lakini sisi tungekuwa tuna sherehe kubwa sana kaka, pengine ungeona tumebandika kama semaji wetu picha za Chama, kwa sababu hatukushinda. Tukaona kwamba kile kitu hakina manufaa. Ila Yanga kwa sababu walipambania pointi moja, ndio unaona wakaona wasisherekee sana kwenye pointi moja, wakaenda wakasherekea kwenye goli, kwenye chenga. Lakini sisi tungeenda kushinda, nadhani kero mtaani zingekuwa vizuri, zile tungekuwa tunabandika hata kwenye magari, pikipiki, nadhani stika ndo zingenoga zaidi. Lakini Yanga kwa sababu umeona hata walitumia mpaka uchawi kwenda kupambania alama moja, kwa unaonyesha walikuwa serious kiasi gani. Maajabu. Jumba la maajabu. Ile nyumba mashabiki wa Simba hakuna anaipenda. Wanasema ilikuwaje eneo la jeshi ijengwe nyumba karibu? Jumba la maajabu. Yanga. Kaka, Yanga kwenye mechi ile walijiandaa sana. Walijiandaa mno. Yaani walichokuwa wanataka wao wapate draw tu. Ndio walichokuwa wanataka pale. Walijua kwa vyote vile wataenda kufa pale. Kwa hiyo na wao kwa sababu waligundua mtego ambao Simba aliutega, wakasema hamna, hatuingii mtego wenu. Kile walichokifanya Yanga imeonyesha ligi yetu ni ligi ya tofauti sana. Hata mtu mwingine mgeni nadhani atakuja apate funzo kubwa sana kwamba hii nchi ni nchi ya namna gani na mpira huu ni mpira wa namna gani. Timu inatoka dressing room imepanga nyumba huko. Wale Yanga wanawezekana kuna mechi moja wakatoka pale wakaja Jangwani kula hapa. Wakarudi kula Jangwani, tunawasubiri referee huko katikati ya uwanja anaangalia zile dakika, Yanga ndo wanaingia. Kama mpira wetu tukiendeleza na ile pale. Wao wamejipanga sana, ndio maana unaona walikuwa tayari kwa kitu chochote. Wako tayari kupigwa faini na hela walishaziandaa. Wanasubiri tu TFF ipitishe panga lao watoe hela. Tulimwona mzee wa Yanga pale. Wanasifikaga sana Simba kwa uchawi na amepigwa faini nyingi sana kuonekana Simba anafanya vitendo vya ushirikina. Lakini Yanga wameamua na wameonyesha userious. Wameonyesha nyuma pazia. Zile sio sifa za timu bora. Nimeona kuna mtu alikuwa anamwaga mbolea pale uwanjani. Alikuja mzee akamwaga mbolea na ndio lile goli kipindi cha pili nadhani ndio goli ambalo lilienda likawafanya wapate draw. Kwa hiyo zile timu vile vitu ambavyo wamefanya ni vitu vya kitoto. Nadhani tunasubiri tu lungu la TFF, lakini Yanga wamejipanga. Wameshaandaa fungu. Wanasubiri tu TFF wapitishe lungu lao waweze wakaweka, kwa sababu walikuwa wanaipambania sana ile pointi moja. Tena goli la Alan Okello siku ya jana dhidi ya KMC FC. Ni goli zuri sana na pia Alan Okello anaendelea kuonesha wananchi ni namna gani yeye yupo na ni kwa nini walimsajili. Bado ni kijana mdogo sana, napenda kumnenea makubwa kutokana na umri. Bado ana vitu vingi sana ambavyo wananchi hatawafanyia kama madeni vile ya kwenda kuwalipa. Amefanya kitu kizuri sana. Ukiangalia mechi ya jana ilikuwa imejifunga. KMC walienda wakacheza vizuri sana, walipaki basi lao vizuri sana. Mpaka tunaamini kwamba pengine mechi inaweza ikawa bila, lakini Alan Okello dakika za maajabu akaenda kufanya kitu cha maajabu, amefunga goli zuri. Alan Okello bado ataendelea kuwa mchezaji mzuri, lakini bado hajafikia kwenye ubora kutokana na timu ambayo anacheza ilikuwa inamiliki sana mpira. Mchezaji bora ni anayeonekana wakati timu haimiliki mpira, lakini mchezaji mzuri ni anaonekana pale ambako timu inakuwa inadominate sana mpira. Kwa hiyo Alan Okello ni mchezaji mzuri, Chama ni mchezaji bora. Shukrani sana. Asante sana.